Karibu Kasako Media. Marekani ilisema Jumatatu kwamba ilishambulia maeneo ya rada ya ndege zisizo na rubani nchini Iran baada ya Tehran kuidungua ndege isiyo na rubani ya Marekani mwishoni mwa juma. Kisha Iran ilisema ilianzisha shambulio lake lenyewe na Kuwait iliripoti kuhusu moto unaokuja. Usitishaji mapigano wa kawaida kati ya Iran na Marekani umejaribiwa mara kwa mara kwa mashambulizi hayo ya mara kwa mara, hata maafisa kutoka nchi zote mbili wakijaribu kujadiliana kuhusu kukomesha vita. Haijulikani wazi jinsi walivyo karibu na makubaliano, na daima kuna hasari kwamba shambulio linaweza kuvuruga mazungumzo hayo. Wakati huo, Iran imeendelea kushikilia mlango bahari wa Hormuz, ikivuruga usambazaji wa nishati duniani na kuongeza bei ya mafuta duniani kote, na matokeo yake yamekuwa makubwa. Mapigano pia yameongezeka kati ya Israeli na kundi la wanamgambo la Lebanon la Hezbollah, licha ya kusitisha mapigano kwa jina moja. Israeli imepanua uvamizi wake ndani kabisa ya Lebanon, na Hezbollah ambayo ilijiunga na vita hivyo kumuunga mkono mfadhili wake mkuu Iran, inaendelea kurusha ndege zisizo na rubani nchini Israeli. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani ilisema ilifanya mashambulizi hayo nchini Iran siku ya Jumamosi na Jumapili kuzunguka mji wa Geruk na kwenye kisiwa cha Keshme. Mashambulizi yalipimwa na makusudi yalitokea kujibu vitendo vya uchokozi vya Iran vilivyojumuishwa kupiga risasi kwa ndege isiyo na rubani ya Marekani ya aina ya MQ-1 iliyokuwa ikifanya kazi juu ya maji ya kimataifa, kamandi kuu ilisema. Ndege za kivita za Marekani zilijibu haraka kwa kuondoa ulinzi wa anga wa Iran, kituo cha kudhibiti ardhini, na ndege mbili zisizo na rubani za mashambulizi ya njia moja ambazo zilitoa vitisho dhahiri kwa meli zinazopita maji ya kikanda. Basi kwa kupata mengi zaidi, jiunge na Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.